Naam, Mwalimu Bakari, tunapozungumzia nidhamu hasa za wanafunzi tuna maana gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Nidhamu za wanafunzi ni utaratibu mzima au ni mpango wa kufuata taratibu ambazo zipo katika sehemu fulani. Tukizungumza mwanafunzi moja kwa moja, kwa maana hiyo mwanafunzi anahusiana zaidi na mwalimu kwanza. Kwa maana hiyo tunapozungumza nidhamu ya mwanafunzi ni ule utaratibu wa kufuata taratibu zote ambazo anatakiwa azifuate katika eneo la skuli kwanza, akiwa ni mwanafunzi katika eneo la skuli na maeneo yote yanayozunguka skuli, ikiwemo kufuata taratibu ambazo kapewa na mwalimu wake na wafanyakazi wengine wa skuli. Na hata hivyo haimaliziki hapo, kwa sababu nidhamu bado inaendelea kuwa ni tamu kubwa zaidi. Kwa hiyo Mwalimu Bakari, hapo umetupa maana ya nidhamu kiuhalisia. Sasa nidhamu za wanafunzi, sasa tuangalie jukumu la kusimamia hizi nidhamu za wanafunzi ni la nani? Asante sana. Jukumu la kusimamia nidhamu za wanafunzi ni letu sote, lakini akiwa ni mwanafunzi hasa, basi jukumu hili linabakia sehemu kubwa sana kwa walimu wake. Lakini mwanafunzi huyu ndiye mwanajamii. Kwa hiyo akitoka katika jamii, pia jamii kwa ujumla ina jukumu la kusimamia nidhamu za mwanafunzi, akiwemo mlengwa wa kwanza kabisa mzazi au mlezi, pale ambapo yupo kwenye mastakimu yake. Yule ambaye anamsimamia ndiye mwenye jukumu la mwanzo la kusimamia nidhamu yake. Akitoka nyumbani anakuja skuli, mwalimu anabeba jukumu la kusimamia nidhamu yake. Akitoka skuli nyumbani anaingia kwenye jamii, jamii kwa ujumla ina jukumu la kumshape na kusimamia nidhamu za mtoto. Naam, Mwalimu Bakari, tumeona maana halisi ya nidhamu, lakini umegusia kidogo kwamba nidhamu ni utaratibu. Sasa utaratibu huu unapangwa na nani? Asante sana. Utaratibu huu asili yake haswa ni wizara. Kama ni nidhamu za shuleni au za mwanafunzi, asili yake haswa ni Wizara ya Elimu. Ndio yenye jukumu la kupanga taratibu za mwanafunzi awe vipi. Kwa mfano, wizara inamtaka mwanafunzi wa sekondari avae uniform, suruali nyeusi na shati nyeupe, au mwanamke avae skirt na shati yake nyeupe. Na kwa upande mwingine, kwa mazingira ya Kizanzibari, shungi au wanaita ndo shungi sawa, shungi jeupe, liwe na nembo ya skuli yake, avae viatu vyeusi na soksi. Hizo ndo baadhi ya taratibu. Kwa hiyo ndo nidhamu zenyewe. Endapo mwanafunzi atafuata taratibu hizi kama zilivyopangwa, basi huyu mwanafunzi tunasema huyu ana nidhamu kwa upande huu. Na endapo atakwenda kinyume, huyu atakuwa kakiuka taratibu na kavunja nidhamu, hana nidhamu kwa maana hiyo. Na tunawajibishwa, tunapaswa kumwajibisha, na zipo taratibu pia za kumwajibisha, pia zimepangwa na wizara. Sasa Mwalimu Bakari, lakini samahani kidogo hapo, na skuli kama skuli ina haki ya kuweka kanuni zake ndogo, kwa sababu wizara inatoa za general, halafu na kila skuli ina utaratibu kwa mujibu wa mazingira yao, wakapanga na hapa tuna taratibu na hii ili maisha yaende vizuri. Umegusia nidhamu ya mavazi, labda tuangalie nidhamu nyingine. Ukiacha mavazi, kuna vitu vingine ambavyo vinajenga nidhamu ya mwanafunzi? Kuna vitu vingi sana ambavyo vinajenga nidhamu ya wanafunzi. Miongoni mwao ni kufuata nyakati. Skuli na wizara imepanga wakati gani mwanafunzi anatakiwa awepo skuli na wakati gani aweko nyumbani. Ndani ya skuli kuna wakati gani kutatokea tendo fulani, wakati gani tendo fulani, na taratibu nyingine nyingi. Kwa mfano, katika mwezi fulani patakuwa na tukio fulani, na wanafunzi ndio wahusika wa kushiriki, itabidi washiriki katika hilo tukio kama yalivyokuwa maelekezo. Hivi karibuni kupitia mitandao ya kijamii tumekuwa tunaona klipu mbalimbali zikionyesha wanafunzi wakizungumza maneno ambayo yanaonyesha kwamba ni kukiuka taratibu ya kinidhamu kwa walimu. Sasa tuizungumzie nidhamu ya kauli ipo vipi kwa wanafunzi, na nyinyi walimu mna jukumu lipi katika kuwajenga wanafunzi hapa? Mwanafunzi kama mwanafunzi anatakiwa afuate taratibu zote. Kauli, vitendo, anatakiwa awe na vitendo vizuri na kauli nzuri. Kwa hiyo inapotoka kauli ambayo inakwenda kinyume kidogo, huyu mwanafunzi anakuwa kakosea nidhamu. Na mwalimu jukumu lake pia ni kutengeneza hizi kauli za mwanafunzi. Hiki unatakiwa uzungumze, hiki utakiwa kuzungumza. Hiki unatakiwa uzungumze mbele ya nane na hiki uzungumze mbele ya nane. Ukiwa na wenzako uzungumza katika taratibu hizi, ukiwa mbele ya mwalimu wako uzungumza katika taratibu hizi, ukiwa na wazazi
basi una utaratibu huu wa kuzungumza. Utakiwi sauti yako iko juu. Kama ikitokezea kwa mfano mwalimu kakukosea, ni vyema, kwa sababu mwalimu na yeye ni mwanadamu, anakosea, ni kweli anakosea. Lakini kama mwanafunzi huna haki ya kutoka tu moja kwa moja. Kuna taratibu, kuna njia za kudai haki yako. Kwanza ni kwenda kwa mwalimu mwenyewe. Unaweza ukamfuata mwalimu mwenyewe mkazungumza kwa lugha nzuri tu, pamoja na kwamba kakukosea, lakini bado anabakia kwamba ni mwalimu na hadhi yake inabakia pale pale kwamba ni mwalimu. Kwa hiyo unatakiwa uende pale uzungumze naye kwa lugha laini, tunaita polite language. Watu wa lugha wanasema polite language. Kwa hiyo unazungumza lugha nzuri, anaelewa mwalimu, kweli pale nimekosea, natajua namna gani ya kufanya. Lakini kuna kamati za wazazi, ni wawakilishi wa wazazi katika shule, sema katika shule. Ukiona hapa kwa mwalimu mimi siwezi kwenda, kwanza kabla kufika kwa wazazi, kuna serikali za wanafunzi mashule. Kwa hiyo mwanafunzi unaweza kwenda kwa serikali ya wanafunzi ukamtafuta mhusika. Kuna waziri nani tunaita akida wa nidhamu au waziri wa nidhamu, kuna watu wengi, vitengo vingi. Kwa hiyo unakwenda unamwambia kuna madai yetu haya na haya na haya, yeye atafikisha kwa kuyafikisha. Ndani ya serikali ya wanafunzi kuna rais wa serikali ya wanafunzi ambaye wengine wanaita wali mkuu, ana haki ya anaingia moja kwa moja katika kamati ya wazazi. Kwa hiyo ndio sauti ya wanafunzi hii anaifikisha kwa wazazi au kwa mwalimu husika wa serikali. Mwalimu atafanya taratibu lifike na itashughulikiwa. Sawa. Sasa Mwalimu Bakari, tukiendelea kusalia hapo hapo kwenye swala zima la nidhamu, tumeona umri wa watoto ambao tumewagusia hapo, wale kwenye mitandao ya kijamii ni wadogo. Sasa saikolojia ya ualimu inazungumziaje kwa umri wa watoto kama wale, hasa kwenye swala zima la nidhamu? Kama wale bila shaka inaonesha wazi kwamba hawawezi kuvumbua vitu kama vile. Bila shaka kuna msukumo sasa waja kutoka kwa jamii, aidha wazazi au jamii kwa ujumla, ndio ambayo inawasukuma sasa. Watoto kama watoto wao wakishaamrishwa fanya hili, bila shaka hawezi kujizuia. Wao wanaona hawana baya, kile walichoambiwa na mkubwa wao ndo sahihi, kwa hiyo watasema tu. Bila shaka ule ni msukumo kutoka kwenye jamii, niseme kwenye jamii kwa ujumla, au nani katika jamii sijui, lakini jamii kwa ujumla ndio amemkosea mwalimu kwa upande ule. Sasa tutoe ujumbe sasa, jamii tunaiambia nini? Naam, wito wangu kwa wanajamii, tukianza na wazazi na jamii kwa ujumla, basi ule ushirikiano uliokuwepo tuudumishe. Mwalimu kama mwalimu anaweza akakosea, lakini mwalimu kama mwalimu atabakia kuwa ni mwalimu kwa wanafunzi na kwa jamii kwa ujumla. Heshima yake, nidhamu yake inatakiwa kutunzwa na kulindwa. Sote wanajamii, kila mmoja ana haki ya kuilinda heshima na nidhamu ya mwalimu. Kwa hiyo wito wangu kwa wanajamii, tuwe na subra, yanapotokezea mambo kama haya basi tufuate taratibu, sio kama tuyaache tuendelee. Maana yake mwalimu naye kama mwalimu anaweza kukosea, lakini ni vyema tukafuata taratibu. Tuanze wapi mpaka tumfikie mwalimu, tutoe madai yetu na malalamiko yetu, hakipatikana. Lakini sio kuwatuma watoto, tutakuwa tunakosea watoto. Mwisho wa watoto wataona kumbe huyu mwalimu mtu wa ovyo, mtu kama naweza kumwambia chochote. Kumbe mpaka unafika stage unasema mwalimu ni tapeli. Hii stage moja mbaya sana. Mtoto huyu umefundisha kitu kimoja kibaya sana. Si rahisi kujenga mahusiano mazuri hapa na mwalimu. Pamoja na walimu kwamba tunaomba na subra, tunasamehe sana mambo mengi sana, lakini haya mengine yanafika pabaya mno. Mtoto huyu kamwambia mwalimu tapeli kwenye chombo cha habari, kaiambia dunia mwalimu wangu tapeli, inakuwaje? Hii hali mbaya sana, haipaswi hata siku moja kufumbia macho. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii, wazazi, tushikamane, tuwalee watoto hawa katika maadili ambayo yanafaa. Tunapohisi hapa pamekosewa, basi tujaribu sisi wazazi kama wazazi tutumie hekima zetu na busara zetu kuona namna gani tunaweza tukaliwe. Na Mwalimu Bakari, tukushukuru sana. Sasa kidogo tukaangazie swala zima la mitandao ya kijamii. Tumekuwa tunashuhudia kwa jamii ya sasa, mitandao ya kijamii inaweza ikawa ni adui wa kubomoa, lakini inaweza ikawa ni fundi bora wa kutengeneza. Nyinyi kama walimu mnazungumziaje mitandao ya kijamii na matumizi yaliyo bora kwa wanafunzi? Sisi kama walimu katika swala zima la matumizi ya mitandao ya kijamii, kwanza tunahamasisha vijana waweze kutumia mitandao ya kijamii, lakini waitumie katika namna ambayo inafaa, ni ya kutengeneza zaidi kuliko ya kuharibu. Na wawe na tahadhari kubwa sana wakati wanapoamua kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu jambo lolote ukishalitoa kwenye mtandao wa kijamii, maana yake umeifundisha katika dunia nzima, na kama litakuwa ni la kubomoa, sasa kutengeneza kwake ni tabu sana. Si jambo rahisi kuitengeneza hili.
Likishasikika huko ndo limesikika, kila mmoja naye analipublish kwa namna ambayo anahisi hii inafaa, na hususan endapo jambo hili linatokezea kwa mtu kama mwalimu. Sio kama watu wote wanapenda walimu, watu wengine wapo watu ambao hawapendi walimu. Kwa hiyo akipata ncha kama hii, yeye anazidi kuweka mkazo katika hili na kulipublish zaidi. Kwa hiyo tuwasihi tu wanahabari na jamii kwa ujumla na wanafunzi wetu, vijana wetu, wawe na matumizi bora ya mitandao ya kijamii ili tupate kujenga jamii iliyokuwa bora zaidi.